kitabu cha Isaya 43. Tunaweza soma kuanzia mstari wa kwanza. Ukiweza utasoma yote, lakini mimi nitasoma kidogo kidogo. Tutaanzia mstari wa kwanza, tutasoma hadi mstari wa 20, lakini unaweza malizia kwa sababu si ndefu. Inafika pale 25, lakini wenda hatutafika huko. Mimi ningependa wewe uelewe uchumbe vile neno la Bwana linasema. Biblia inatuambia hivi: Mwenyezi Mungu aliyewaumba enyi watu wa Yakobo, yeye aliyewafanya enyi watu wa Israeli, asema, msiogope, maana mimi nimewakomboa, nimewaita kwa jina, nanyi ni wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatuambia kwamba kabla ya Mungu kukuchagua, kabla ya Mungu kusema ya kwamba wewe utaitwa jina fulani, Bwana Yesu apewe sifa, anasema ni mimi niliyewaumba, na baada ya mimi kuwaumba ni mimi niliyewachagua. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi baada ya kuwachagua nimewafanya nyinyi mkuwe wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na naendelea kusema kwamba sasa kwa sababu ya hiyo, msiwe na wasiwasi wala mashaka. Msiogope, maana Mungu aliyewachagua, Mungu aliyewaumba, yeye ni shujaa. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni Mungu mkuu. Yeye ni Mungu mwenye uwezo. Yeye ni Mungu mwenye mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu tukimtegemea huyu Mungu na tukitembea katika mapenzi ya huyu Mungu, tutaona ushindi wa Bwana. Kwa sababu kuna mambo moja unaweza muuliza. Mimi ninajua kwamba mtoto nyumbani akuangi na wasiwasi akienda kuuliza baba yake ya kwamba ninahitaji mkate. Kesho asubuhi tuliambiwa na mwalimu twende na pesa. Kwa nini huwa hakuwa na mashaka? Ni kwa sababu anajua kwamba wewe ndiye baba yake na hakuna mwingine. Wewe ndiye mzazi wake na hakuna mwingine. Kwa hivyo anakuja akiwa na ushujaa ya kwamba nimekuja baba unipatie hizo pesa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu moto hautawaunguza, maana mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe baada ya Bwana kukuita, anarudi anakuambia usiogope, kwa sababu mimi ndiye nimekuita. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu nimekuita kwa kusudi, hakuna yoyote ule atakaye kuzuia. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna ule yoyote ambaye atakaye kupinga ufika mahali ambapo mimi Mungu ninataka, maana ni mimi nilikuchagua. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Bwana anasema alikuchagua, inamaanisha kwamba alijua sio wewe peke yako, kulikuwa na wengi. Kwa hivyo alikuchagua wewe kutoka kwa wengi, kwa sababu Bwana alikuwa anajua mko wengi, lakini akachagua huyu mmoja, akachagua ule mwingine, kwa sababu alijua kwamba ni wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia, neno la Mungu linatufunza ya kwamba Bwana anahitaji wale watakao muabudu katika moyo na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inatuambia, kuna mhubiri alikuwa anasema, na nikafurahia sana huo ujumbe kila alikuwa anasema. Akasema Bwana wakati anasema kwamba ninahitaji ule anayeabudu kwa moyo na kweli, anasema kwamba Bwana anakaa hivi, anasema, alikuwa anafunza akisema, Bwana anakaa anasema ninataka ule, anamchagua. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ule sio huyo, ule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huyu mwenye nyinyi mnaona alikuwa anatuambia kwamba wenda alikuja na alikuwa anacheza kwa kilabu, amekuja na mitindo ya kilabu. Kwa hivyo ni kubadilisha, amebadilisha rhythm. Bwana Yesu apewe sifa. Amebadilisha. Yeye alikuwa anaimba zile wimbo kwa baa, lakini leo amesibadilisha, anasimba kama praise. Kwa hivyo mnaona kama ni yeye, lakini Mungu anasema hapana, sio huyu, ni ule mwingine. Kwa sababu kuna vitu hachakubali kuacha za kilabu, kuna vitu hachakubali kujitenga nazo. Na kwa hivyo Bwana anasema kwamba sasa ninachagua wale watakao niabudu kwa moyo na kweli. Hapa neno la Bwana linatuambia kwamba msiogope wala msiwe na mashaka, hata mkipita kwenye moto. Kwenye moto ni kuambia mtu wa Mungu, ama kwenye maji. Hiyo ni neno linatuonesha kwamba yani hata ukiwa katika shida, Bwana anasema kwamba usiogope, maana hizo shida zitakumaliza. Haleluya. Hata ukiwa
uko katika hali ngumu, usiogope, maana hiyo hali ngumu haitakumaliza. Na ndio anasema ya kwamba hayo maji hayatakushinda nguvu, kwa sababu wewe nimekuchagua. Wale wengine tawapepa, wale wengine tawafuruka, lakini wewe haitakushinda nguvu. Ni kwa sababu wewe nimekuchagua na nikakuita. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hivyo unaweza pata mtu amefika mwisho kwa sababu ya mambo amepitia. Katika ndoa hana amani, katika nyumba hana amani, wenda mwingine katika kazini hana amani, wenda mwingine katika kutafuta fedha imekuwa shida. Lakini neno la Mungu linatuambia siku ya leo ya kwamba tafadhali isikuwe shida yako, kwa sababu kumbuka ya kwamba mimi nilikuchagua na nikakuita, na kwa sababu nilikuchagua na nikakuita, nimeamua ya kwamba haya unayaona hayatakumaliza. Anasema na hata mkipita kwenye moto, nimeuzuia huo moto usikuteketeze. Hata mkipita kwenye mto, nimezuia huo mto usikupepe. Hata mkipita katika mafuriko, nimezuia hayo mafuriko yasiwe na nguvu kukuliko wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Inamaanisha ya kwamba kila jaribio litakalokuja ambalo shetani ameliandaa kwa ajili ya wewe, neno la Bwana linatuambia hilo jaribio halitatuweza. Hilo jaribio litakuja na baadaye sisi tutalishinda. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ninajua kwamba tuko na jaribio lingine. Hatujawahi kuwa na shida kulipa nyumba hadi ikafika mwezi kama huu. Hii pia inaweza kuwa ni jaribio ya kwamba limekuja lione kama tutakubali nyumba ifungwe, tutakubali tukose mahali pa kuabudia, ama hapana, tutapambana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ni jaribio limekuja, naye mawimbi tunapoyaona tunaona yakiwa ni makubwa, lakini kwa jina la Yesu yatasimamisha dhoruba na sisi tutaweza kuvuka. Bwana asifiwe. Wakati mtumishi wa Mungu alikuwa ananiambia ya kwamba simu yake imeanguka, nikaanza kufikiria vile hii dhoruba imeinuka sasa, na nikajua kwamba sasa hii mawimbi inataka kumuonesha ya kwamba haya mawimbi yako na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini naye Mungu akamuonesha ya kwamba hayo mawimbi ndio yako na nguvu na yako na uwezo wa kukubeba, lakini nimekuchagua, hayatakumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndipo maana mimi nina uhakika. Siku moja nilitoka tu hapa Karoka hapa, nilikuwa na pikipiki na nilikuwa na simu nikaekelea kwa tanka, na mzigo nilikuwa nimebeba nikaiweka tu vizuri. Kumbe nikasahau simu nilikuwa nimeekelea pale kwa tanka, nikachomoka tu kufika pale kwa sasa nikakumbuka simu, lakini niliporudi haikukua. Bwana Yesu apewe sifa. Niliporudi haikukua. Nilipoomba simu hapo nikajaribu kupika, ilikuwa imezimwa. Already ishachukuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninataka kuambia kwamba mawimbi hayakukuwa na nguvu kumaliza mchungaji. Hayakukuwa na nguvu juu ya mchungaji kwa sababu ameitwa na amechaguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale ambao wameitwa na wamechaguliwa, jitieni nguvu na msome neno, na vile neno litakavyokuambia amini na ufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasi tutaenda mbali, watu wa Mungu. Tukisimama imara tutaenda mbali. Sikia vile anasema mstari wa 3. Ati maana mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, Mungu mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wenu. Nitaitoa nchi ya Misri iwe fedheha yenu. Nitatoa Kushi na Seba ili mwachwe huru. Kwa vile mna dhamani mbele yangu, mna dhamana mbele yangu, kwa kuwa nimewapa ahadi na kuwapenda. Mimi nawaacha watu kusudi niwapende nyinyi. Nayaachilia mataifa badala ya maisha.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari wa 17, 18 na 19. Biblia inasema, nililipiga jeshi lenye nguvu, jeshi la magari na farasi wa vita, askari na mashujaa wa vita. Niliwaangusha chini wasiweze kuinuka tena. Niliwakomesha na kuwazima kama utambi wa taa. Sasa nasema, msiang'ang'anie mambo yaliyopita, wala msifikirie vitu vya zamani. Tazama, mimi ninafanya kitu kipya. Zikia 19 nasema, tazama mimi ninafanya kitu kipya, kinafanyika sasa hivi, nanyi mtaweza kukiona. Nitafanya njia nyikani na kuwapumzisha mito jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sikia vile Mungu wako anataka kukuonesha nguvu aliye nayo juu yako. Anasema, nilipiga jeshi lenye nguvu nikaliangusha. Niliwaangusha wenye walikuwa na magari ya vita nikawamaliza. Nikawapiga mashujaa wote nikawaweka chini. Na wale waliokuwa wanajidai kana kwamba wako na moto nikawazima kama utambi wa taa. Bwana Yesu apewe sifa kwa ajili yenu. Haleluya. Anasema aliwazima wale walioonekana kama wako na nguvu, aliwazima wale waliojiona kuwa ni mashujaa, aliwanyamazisha. Na akasema wale walioonekana kana kwamba wanawaka moto, aliwazima kama utambi. Aliwazima na akawamaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu alijua ya kwamba kuna kitu anataka kufanya. Kwa sababu mlikuwa mmetupwa jangwani, kwa sababu mlikuwa mmetupwa mahali ambapo hakuna msaada, kwa sababu mlikuwa mmetupwa mahali ambapo hakuna utetezi. Akasema hivi, msiyakumbuke basi wanangu yaliyopita. Bwana Yesu apewe sifa. Wenda ulipoteza pesa zako hapo nyuma, wenda ulipoteza mali yako hapo nyuma, wenda ulipoteza imani yako hapo nyuma, wenda ulipoteza nguvu fulani hapo nyuma, wenda kuna mambo yalikuondoka pale nyuma. Lakini Biblia inatuambia siku leo, mtu wa Mungu, ya kwamba usisahau, haleluya, ya kwamba msikumbuke hayo mambo, kwa sababu kuna jambo jipya ninaenda kufanya. Na hili jambo nimeamua nitakalolifanya, ya kwamba nitatengeneza barabara jangwani na nitatengeneza mito. Nitauleta mito imwagike maji jangwani, kumaanisha kwamba ile jangwa yenye walikuwa wanasema ya kwamba hakuna kitu kinaweza toka huko, sasa tunaona ya kwamba kuna mimea inatoka kwa hiyo jangwa. Ile jangwa yenye walisema ya kwamba utakuvia huko, wanaona sasa ukianza kunenepa kutoka kwa hiyo jangwa, kwa sababu kuna mambo ambayo sasa Bwana ameifanya. Kuna hatua ambayo sasa Bwana ameifanya. Kuna mahali ambapo sasa Mungu anataka kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ningependa kuambia watu wa Mungu ya kwamba ni wakati mwingine wa kusimama imara. Ni wakati mwingine wa kuangalia mawimbi, kwa sababu mawimbi kwetu yamekuwa mengi. Mawimbi huenda kwako yamekuwa mengi. Mawimbi huenda kanisani yamekuwa mengi. Hatuelewi ni wapi wala wapi. Lakini ninataka nikwambie hivi, neno la Mungu likatuambia tusiogope, kwa sababu ni alituita. Tusiogope kwa sababu alituchagua. Tusiogope maana makusudi yake anaijua na ameiweka tayari kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo simama imara, mtu wa Mungu, simama ukiwa shujaa, simama kwa uhakika, ukijua ya kwamba kuna mahali sisi tunatoka na kuna mahali sisi tunaenda. Ile makusudi ambayo ulikuwa umeweka ndani yako, yale maombi ambayo umekuwa ukiyaomba,
Tafadhali usione kana kwamba yaendi, usione kana kwamba imefika mwisho. Ninakuahidi ya kwamba yanasonga na watu wataona tu ghafla jambo limetendeka. Haleluya! Ninaona neno la Mungu likisema ya kwamba katika changwa ndio nitaweka mito. Kwa hivyo Bwana akumbuka, acha kutoa kwa changwa, acha kuondoa mahali ulikuwa ili akulete huku. Bwana, hapo tu mahali ambapo ulikuwa, hapo tu ndipo Bwana amesema atakuinua mahali hapo. Hapo ndipo Bwana amekuahidi kukupeleka kiwango kingine hapo. Kwa hivyo usiwe na shida, usiwe na wasiwasi, usiwe na mambo mengi unayowaza, lakini kumbuka tu ya kwamba kuna kitu Bwana anaenda kukifanya na kuna kitu Bwana anaenda kukitenda. Na ninakuahidia kwamba utapata Bwana amekupeleka mbali, na utapata Bwana amekuinua, na utapata Bwana amekuongeza, kwa sababu ako na kusudi juu ya maisha yako. Tusimame kwa miguu yetu.